بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha tukiwa tuko salama baada ya kupumzika. Kuna watu ambao walilala wakiwa salama lakini hawajaamka wakiwa wako salama. Ima wengine wanajiandaa kwenda hospitalini kwa ajili ya kutafuta dawa, na wengine wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi, lakini wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha ukawa ni mwenye kuamka salama. Hii ni neema, na kwa neema hii kwa hakika unatakiwa uwe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema nyingine miongoni mwa neema ambazo tumejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna ambao hawajaweza kuamka mpaka hivi sasa, wamelala wakaona usingizi ni bora kuliko swala. Lakini dini inatuambia kwamba as-salatu khairun minan naum, swala ni bora kuliko usingizi. Lakini kuna ambao wameamka na wameelekea kwenye majukumu yao, wakaona kazi zao na majukumu yao ni bora kuliko swala. Hata kule kuswali hawajaswali kabisa. Sasa sisi kujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupata utambuzi huo kwamba tunatakiwa tuianze siku yetu ya leo kwa ibada, na hivi ndivyo tulivyokuja katika ibada. Wallahi hii ni neema, na kwa neema hii tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kukaa katika kikao hiki cha kusikiliza maneno ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
kitu ambacho huwa tunakisema mara kwa mara, nafsi huwa haipendi mambo kama haya. Nafsi inapenda mambo maovu, kama alivyosema muumbaji wake. Aliyeiumba nafsi anasema, inna nafsa la ammaratun bisu'i, hakika nafsi tabia yake ni kuamrisha mabaya. Hii ndio tabia ya nafsi. Kwa nafsi usipoibana na kuilazimisha katika mambo ya kheri, yenyewe itakupeleka katika mambo ya shari, yenyewe itakupeleka kwenye mambo mabaya, kwa sababu ndiyo tabia yake na ndiko inakopenda. Lakini unapoilazimisha katika mambo ya kheri, wakati mwingine nafikia inakuwa ni yenye kupenda kheri. Kwa tuwe ni wenye kulazimisha nafsi zetu katika mambo ya kheri, ili ifikie mahala nafsi hizi ziwe ni zenye kupenda mambo ya kheri, ziwe ni yenye kupenda mambo ambayo yatatuweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tukiachia tu, itatupeleka mahala pabaya. Mwisho wa siku itatuingiza katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atuepushe na moto wake. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu al-fiqh al-muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunnah, na leo tunaendelea na mlango wa 15, mlango ambao ulikuwa unaelezea swala ya jeneza. Na katika darsa ya jana tulisoma almas'alatu sadisatu, mas'ala ya 6 katika mlango huu, na leo tutaanza almas'alatu sabi'a, mas'ala ya 7 katika mlango wa 15. Mas'ala ya 7 yanasema hamlul janazati wasairu biha, kulibeba jeneza na kwenda nalo. Hamlu aljanazati, kulibeba jeneza, wasairu biha, na kwenda nalo. Yusannu ittiba'u aljanazati, ni sunna kulifuata jeneza, watashii'uha, na kutembea nalo, kutokea mahala ambako watu wameswalia jeneza, ima ni msikitini au ni nyumbani, unatakiwa utembee nalo, ulifuate ila alqabri, mpaka makaburini. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man shahida aljanazata, atakayelishuhudia jeneza, hatta yusalla alaiha, mpaka liswaliwe, kwa maana na yeye mwenyewe pia akawa ni mwenye kuliswalia jeneza, falahu qiratun, anapata thawabu ya qiratu moja. Wa man shahidaha, na atakayelishuhudia jeneza, hatta tudfana, mpaka lizikwe, falahu qiratani, huyu atapata qirati 2. Qila, akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wamal qiratani, hizo qirati 2 ni kitu gani? Qala, Mtume akasema, mithlu aljabalaini al'azimaini, qirati
Qirati mbili ni mfano wa majabali mawili makubwa. Kwa maana mtu atakaye swalia jeneza na akalifuata kwa ajili ya kwenda kuzika, analipwa thawabu kubwa kama vile milima miwili mikubwa. Hii tunaona ya kwamba kuna fadhila na khairi na thawabu kwa mtu atakaye mswalia Muislamu. Lakini vile vile tunaona kuna khairi na thawabu kwa mtu ambaye atalifuata jeneza la Muislamu mpaka kwenda kuzika. Malipo yake ni makubwa. Kikubwa ni Muislamu kutakasa nia yake, kuyafanya hayo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe fikiria, tangu umeanza kuzika watu, umeswalia watu wangapi? Umefuata majeneza ya watu wangapi? Bila shaka ni wengi, na malipo ambayo utakuwa umeyapata ni makubwa. Hilo ni jeneza moja tu unapoliswalia na ukalifuata mpaka kwenda kuzikwa, unalipwa thawabu kubwa kama milima miwili mikubwa. Wayambaghi lilmuslimi idha alima biwafati ahadin min almuslimin, yatakikana kwa Muislamu anapojua kufa kwa mmoja kati ya Waislamu, ay yakhruja lihamli janazatihi, atoke kwa ajili ya kwenda kubeba jeneza lake. Wassalati alayhi, na aende kwa ajili ya kumswalia. Wadafnihi, na aende kwa ajili ya kumzika. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, haqqul muslimi ala almuslimi khamsun, haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni 5. Ya kwanza, raddu salami, ni kurudisha salamu. Muislamu anapokusalimia unatakiwa kurudisha au kuitikia salamu. Raddu salam, kuitikia salamu. Muislamu anapokusalimia una haki ya kumuitikia, na usipomuitikia utapata madhambi. Wa iyadatul marid, haki ya pili ni kumtembelea mgonjwa. Unaposikia Muislamu mgonjwa, ndugu yako mgonjwa, nenda ukamtembelee, nenda ukamwangalie. Jambo hilo lina malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattiba'ul janaiz, na kufuata jeneza. Unaposikia ndugu yako amefariki, Muislamu mwenzako amefariki, unatakiwa uende kwa ajili ya kulifuata hilo jeneza. Kwa makano shahidi katika hadithi hii ni hapo, wattiba'ul janaiz, na kufuata jeneza. Wayataakadu dhalika idha lam yakhruj ahadun fi janazatihi, na hilo huwa linatiliwa mkazo kwamba mtu natakiwa uende ukaswalie jeneza itakapokuwa hakutoka yeyote kwenda kwenye jeneza la Muislamu. Hapo sasa utakapofahamu habari hiyo, jambo hilo linasisitizwa zaidi, na jambo hilo linahimizwa zaidi, na jambo hilo limetiwa mkazo zaidi kwamba utoke sasa kwa ajili ya kwenda kwenye jeneza la Muislamu. Wala ba'asa bihamliha fi sayyaratin au ala dabatin, na hakuna ubaya kulibeba jeneza kwa gari au kulibeba jeneza kwa mnyama, hakuna ubaya. Wala siyaman idha kanat almaqbaratu ba'ida, na hasa yatakapokuwa makaburi yako mbali. Wa ala almutabi'i laha almusharakatu fil hamli, na mtu mwenye kulifuata jeneza
ana haki ya kushiriki katika kulibeba jeneza. Yani usiwe unatembea tu unalifuata jeneza lakini hautaki kubeba. Ukiwa unalifuata jeneza basi shiriki katika kulibeba jeneza hata kama ni kidogo. Huyu anabeba na mwingine anabeba, mwingine anapokea. Hivyo mpaka mnafika mnakwenda kuzika. Kwa kama makaburi yako mbali, hakuna ubaya kama jeneza litabebwa na gari au likabebwa na mnyama, hasa makaburi yanapokuwa yako mbali. Wayushra'u dafnu almayyit fi maqbarati khassa bilmauta, na ni sheria kumzika maiti katika makaburi ambayo yametengwa rasmi kwa ajili ya kuzika watu, kwamba haya ni makaburi ya watu wanazikwa hapa. Ni sheria kufanya hivyo, ni sheria kumzika hivyo, kinyume na watu wanavyofanya. Watakuta kila mmoja labda anazika nyumbani kwake, au mwingine anakufa anazikwa mbele ya msikiti au pembeni na msikiti. Mtu anatakiwa akazikwe katika sehemu iliyotengwa rasmi, kwamba sehemu hii ni kwa ajili ya kuzikia watu waliokufa. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yadfanu al-mauta fi maqbarati al-Baqi', kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawazika watu waliokufa. Mtu akifa anakwenda kumzika katika makaburi ya Baqi'. Makaburi ya Baqi' yako katika mji wa Madina na hayako mbali sana na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hapo ndiko wanakozikwa watu tangu enzi za Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka leo hii watu wanazikwa hapo. Na huu ndio uzuri wa makaburi ya Kiislamu. Watu wanazika, hapajengewi, makaburi hayasakafiwi, hayawekwi tiles, watu wanazika tu. Kwa inafikia mahala lile kaburi linapotea, linakuja kaburi lingine, mtu anazikwa hapo. Kwa makaburi hayajai. Makaburi yatajaa endapo watu watakuwa wanayajengea. Yani kila mtu ametengeneza kijumba kwenye kaburi la ndugu yake, ametengeneza kijumba, ameweka mpaka na matailizi, ameweka mpaka na marumaru, amepiga mpaka na kibati juu. Haya ni mambo ambayo Waislamu wanatakiwa wakae nayo mbali. Sheria yao haiwaelekezi hivyo. Mtu anatakiwa azikwe, ikifikia mahala kaburi limeisha, halionekani liliko, atakuja mtu mwingine atazikwa katika sehemu kama hiyo. Kama tawataratil akhbaru bidhalika, kama ambavyo zimekuja habari nyingi zikielezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anawazika Waislamu katika makaburi ya Baqi'. Walam yunqal an ahadin min as-salafi, na wala hakuna dalili iliyopokelewa kutoka kwa masahaba annahu dufina fi ghairi al-maqbara, kwamba Mtume amewahi kuzika mtu nje na makaburi ambayo yametengwa kwa ajili ya kuwazikia Waislamu. Hakuna dalili ya namna hiyo. Dalili zote zinaonyesha ya kwamba Mtume alikuwa anawazika Waislamu katika makaburi yaliyotengwa rasmi kwa ajili ya kuwazika Waislamu. Wa yusannu al-isra'u bil janazati, na ni sunna vile vile kwenda haraka haraka. Mnapokuwa mmelibeba jeneza, ni sunna kutembea haraka haraka. Wafanye haraka fi ghasliha, wafanye haraka katika kumuosha, watakfiniha, na wafanye haraka katika kumvisha sanda, wasalati alaiha, na wafanye haraka katika kumswalia, wadafniha, na wafanye haraka katika kumzika.
Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa kufanya haraka mambo haya manne ambayo tumeyasema kwamba ni mambo ya msingi na ni mambo ya lazima Muislamu kufanyiwa. Mtu anapofariki, watu wafanye haraka kumkosha, wafanye haraka kumvika sanda, wafanye haraka kumswalia, wafanye haraka kumzika. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, idha mata ahadukum, pindi anapokufa mmoja wenu, fala tahbisuhu, msimzuilie, msimuweke, wa asri'u bihi ila qabrihi, na fanyeni haraka kumpeleka kwenye kaburi lake, fanyeni haraka kumzika katika kaburi lake. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Anawaelekeza Waislamu kwamba mtu anapokufa wasimzuilie, wasimuweke. Lakini leo mtu anapofariki anawekwa mochwari siku za kutosha. Mtu anaweza akawekwa wiki nzima. Mtume sallallahu alaihi wasallama anakataza jambo hilo. Mtu anapokufa msimuweke. Kwa hiyo sio ruhusa kumuweka maiti, kwamba kuna mtu anasubiriwa kutoka Uingereza, kuna mtu anasubiriwa kutoka Marekani, kuna mtu anasubiriwa sijui kutoka wapi. Na huyo mtu mwenyewe anayesubiriwa kutoka Marekani anapofika, hata kuchimba kaburi hachimbi, hata kushika beleshi hashiki, anakuja anasimama na waangalieni tu. Wale walokaa kumsubiria na kusubirishwa ndio watakaofanya kazi ya kumzika marehemu. Kwa hiyo haifai kabisa Muislamu kuwekwa mochwari kwa sababu ya kusubiria sijui nani. Jambo hilo halifai, dini haielekezi hivyo. Wama yafaluhu ba'dhu an-nasi min ta'khiriha, na yale yanayofanywa na baadhi ya watu kwa kumchelewesha kumzika marehemu, hayo ni makosa. Wa naqliha min makanin ila akharin, na kumhamisha kutoka sehemu kumpeleka sehemu nyingine. Kuna baadhi ya watu, mtu anapofariki hapa mjini, mpaka abebwe apelekwe kijijini kwake alikozikwa, kwa gharama zozote zile atahamishwa hapa, atapelekwa kijijini kwake. Na anapozikwa huko mjini, wengine wanaitikadi kwamba huyu hajazikwa, ametupwa. Wengine wanasema amezikwa porini. Hapa ndiko mahala pake ambako ana jamaa, ana marafiki, anafahamika. Huko kijijini kwake yawezekana ameondoka siku nyingi, hata watu hamjui. Ni sunna na ni utaratibu wa Allah alioweka kwamba mtu anapofariki azikwe katika sehemu alikofariki. Hakuna haja ya kuingia magharama ya kumhamisha mtu kwa ajili ya kumsafirisha. Na utakuta watu wanachangishana pesa kwa ajili ya kumsafirisha maiti, kwamba jamani, tunataka kumsafirisha marehemu, kumtoa hapa na kumpeleka Kilimanjaro, kumtoa hapa na kumpeleka Singida, kumtoa hapa na kumpeleka Mwanza. Tunatakiwa tupate gharama za kumsafirisha marehemu. Watu wanaweza wakatumia pesa nyingi katika kumsafirisha maiti kwa kuchanga na kukopa, lakini alipokuwa yuko hai, anaumwa, kuna muda anakosa mpaka dawa ya kutumia, anakosa. Watu hawachangishani, hawachangi pesa ili wampeleke mtu hospitali kwa ajili ya kupata matibabu. Wanakuja kuchanga mapesa mengi kwa ajili ya kumsafirisha. Wanakuja kuchanga mapesa mengi kwa ajili ya msiba wake. Haya ni mambo ambayo kikawaida tu, hayahitaji elimu kubwa. Kikawaida tu utayaona kwamba mambo hayo hayafai. Mtu ameumwa miaka nenda rudi, anahangaika yeye mwenyewe na watu wake wawili watatu, lakini amefariki, wanajitokeza watu kwamba huyu ni lazima asafirishwe.
Wanajitokeza watu wanachanga mipesa kwa ajili ya msiba wake. Mbona hamkuchanga pesa kwa ajili ya kumtibu? Mbona hamkuchanga pesa kwa ajili ya kumsaidia alipokuwa yuko hai? Leo tunachanga pesa nyingi kwa ajili ya kifo cha mtu fulani. Hii itasaidia kitu gani? Kwa hiyo hayo ni makosa. Mtu kucheleweshwa kuzikwa ni makosa, na mtu kuhamishwa sehemu alikofia ni makosa. Au ikhtiyari yaumi min al-usbu'i tudfanu fihi, au watu wamechagua kwamba sisi bwana, katika maeneo yetu mazishi huwa yanafanyika siku fulani, kwa hiyo kama haijafika siku hiyo hatuwezi kuzika. Haya ni makosa. Mtu akifariki anatakiwa azikwe. Hakuna siku ya kuzika na siku ambayo haifai kuzika. Haya ni mambo ya kizushi, ni mambo ambayo ya kutengenezwa na wanadamu, hayako wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaelekeza mambo kama hayo. Fahadha kulluhu khilafu sunna. Mambo haya yote ni khilafu na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama yusannu al-isra'u fil mashi biha, kama ambavyo ni sunna kwenda na jeneza haraka haraka, athnaa hamliha, wakati wa kulibeba. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume anasema asri'u bil janazati, lipelekeni jeneza haraka haraka. Fa in taku salihatan, ikiwa jeneza hilo ni la mtu mwema, fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, basi mnamuwahishia kwenye khairi yake. Kama ni mtu mwema, kuna malipo yanomsubiria katika kaburi lake, azikwe aanze kupata malipo mazuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi mnamuwahisha kwa ajili ya kwenda kupokea malipo yake mema. Wa in takusiwa dhalika, ikiwa ni kinyume na hivyo, kwamba jeneza ambalo mmelibeba si la mtu mwema, ni jeneza la mtu muovu, fasharrun tad'unahu an riqabikum, basi hiyo itakuwa ni shari ambayo mnaitua katika mabega yenu. Msiendelee kumbeba huyu mtu mbaya, msiendelee kumbeba mtu muovu. Lakin la yakunu isra'an shadida, bal duna al-khabab, isiwe kwenda mnakwenda mwendo wa haraka haraka sana, bal mwendo huo uwe ni mwendo ambao si wa kuruka. Yani watu wanaweza wakawa wanatembea, mtu anatembea hatua zile za kuruka. Watu waende haraka haraka, lakini sio uharaka wa hivyo. Kama ikhtarahu baadhi ulama, kama walivyochagua baadhi ya maulama kwamba jeneza linatakiwa lipelekwe haraka haraka. Wa ala alhamilina liljanazati as-sakinatu walwaqaru, na juu ya watu waliobeba jeneza wanatakiwa wawe na utulivu. Mtu anafikiria mauti, mtu anafikiria kifo. Wa adamu raf'i sauti, na kuto kunyanyua sauti, la biqira'atin wala bighairiha, si kunyanyua sauti kwa kisomo au kunyanyua sauti kwa kitu kingine. Utakuta watu wamebeba jeneza, wengine wanaimba la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huku wanakwenda na jeneza. Haya ni makosa. Jeneza linapelekwa kimya kimya, hakuna kuimba, hakuna maneno. Mtu anakuambia bwana, unajua tusipofanya hivi watu watakuwa wanazungumza habari za Yanga na Simba, watazungumza habari za CCM na Chadema, watazungumza habari hizi na zile. Kwa hiyo tunafanya hivyo ili kuwazuilia wasiendelee kuzungumza habari hizo. Hayo ni makosa. Huko ni kuondoa munkari kwa munkari, huko ni kuondoa kosa kwa kosa,
Watu wanatakiwa waambiwe wanyamaze na sio uwaletee wimbo ili waendelee kuimba. Kwa hiyo haifai kufuata jeneza kwa sauti ya aina yoyote, si sauti ya kisomo au sauti ya kupiga stori. Hapo ni mahala pa kufikiria kwamba leo tumembeba huyu, kama sio kesho kutwa na mimi vile vile nitabebwa kama tulivyombeba mtu huyu. Ni kitu gani nilichotanguliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hapo unatakiwa kujifikiria na kujitathmini kwamba ikatokea leo mimi ndio nimebebwa katika jeneza hili, nimeandaa nini kitakachonisaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nina amali gani itakayonisaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Fikiria. Sio mahala pa kuongea habari za Chadema na CCM, sio mahala pa kuongea habari za mpira Simba na Yanga. Hapo sio mahala pake, ni mahala pa kufikiria, si mahala pa kupiga story. Kwa hiyo watu wanatakiwa waelezwe tu kwamba mnatakiwa kulipeleka jeneza kwa kimya kimya, pasina kuimba, pasina sauti, pasina kupiga mastori. Kwa hiyo watu wasije wakawa wanaimba, wengine utakuta wanaimba wanasoma Yasini, mmeyatoa wapi? Wengine sijui wanasoma kitu gani? Wapi mmeyatoa mambo hayo? Li'annahu lam yathbut 'ani nabii sallallahu alayhi wasallam fi dhalika, lam yathbut 'ani nabii sallallahu alayhi wasallam shay'un fi dhalika, kwa sababu halijathibiti jambo lolote kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume alikuwa akipeleka jeneza kwa sauti, mtume alikuwa anapeleka jeneza kwa kuimba, mtume alikuwa anapeleka jeneza kwa kusoma. Hakuna visomo vya kupelekea jeneza. Kwa unapowaona watu wanafanya namna hiyo, hao watu wanakhalifu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man fa'alahu faqad khalafa sunna, na yeyote atakayefanya hivyo atakuwa anakwenda kinyume na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yajuzu linnisa'i alkhuruju ma'a aljanazati, na haifai kwa wanawake kutoka pamoja na jeneza. Haifai wanawake kufuata jeneza, haifai. Uislamu nakataza jeneza linapotoka linafuatwa na wanaume. Wanawake hawaruhusiwi kufuata jeneza, wanawake hawaruhusiwi kwenda makaburini. Lihadithi Ummu Atiyya, kwa ushahidi wa hadithi ya Ummu Atiyya. Ummu Atiyya anasema nuhina an ittiba'i aljanaiz, tumekatazwa sisi kufuata jeneza. Haya ni maelekezo ya masahaba wakituelekeza ya kwamba sheria imewakataza wanawake kufuata jeneza. Fahamlu aljanazati wa tashyi'uha khasun birrijali, kulibeba jeneza na kulifuata jeneza, ibada hii ni mahususi kwa wanaume na wala hairuhusiwi wanawake kufanya hivyo. Hata ile kuaga mwili wa marehemu nawekwa pale, unafunuliwa huko wazi, watu wanawaga, wanazunguka ile jeneza na nini, mambo kama hayo hayafai. Hatujaelekezwa na dini kufanya hivyo. Wa yukrahu lilmushayyi aljulusu, na vile vile inachukizwa kwa mtu ambaye analifuata jeneza ifikie mahala akae. Jambo hilo linachukiza, asikae hatta tudha aljanazata ala alardi, mpaka jeneza liwekwe ardhini. Jeneza linapopita watu wanatakiwa wasimame, wanapolipeleka jeneza wanatakiwa wasimame, usikae mpaka jeneza litakapowekwa chini, ndipo unaweza ukapata nafasi ya wewe kupumzika na ukakaa.
linahyihi sallallahu alayhi wasallam anil julusi hatta tudhaa, kwa makatazo ya mtume sallallahu alayhi wasallama alikataza kukaa mpaka jeneza kwanza lifuatwe. Kwa ndugu zangu katika imani, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika. Dini ya Allah inatueleza mambo ambayo yana manufaa kwetu sisi na hata kwa upande wa maiti mwenyewe. Uislamu umempa haki maiti, na hata wasiokuwa waislamu pia wanalikiri hilo. Kwa mtu anapofariki anatakiwa azikwe na wala asicheleweshwe, na wala hakuna haja ya kumhamisha na kumsafirisha na kutumia gharama kubwa kumsafirisha mtu. Gharama ambazo hazikutumika kwenye kumtibu zinakuja kutumika kwenye kumsafirisha na kwenye maziko yake. Hayo ni makosa kwa uhakika. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.